Karibu katika Matukio Daima Habari Leo, na huu ni muhtasari wake. Lesti wafanya kongamano la wazi kupinga ukatili wa kijinsia Tanangozi. Masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia masuala ya afya ya uzazi. Sambamba na hilo, tutafanya michezo mbalimbali ambayo itasaidia pia kuimarisha afya zao. Kampeni ya Samia Ardhi Clinic yawa ukombozi kwa wanawake mkoani Iringa. Tangazo ambayo tumetoa na elimu ambayo tumetoa, basi kina mama wengi wamejitokeza kwa wingi tangu tulipoanza tarehe 2 mpaka leo tarehe 5, wamekuja kwa wingi, wamepata elimu na katika michezo, mchambuzi wa soka Rufingo Nziku aeleza dabi ya Dar baina ya Azam na Yanga itakayochezwa Machi 15. Kinakuja kwenye taswira ipi inakuja hapa ni kwamba Yanga sasa hivi anatamani asipoteze mchezo huo. Hujambo na karibu katika Matukio Habari jioni ya leo. Nitakaye kusomea, jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa naye. Mimi naitwa Frank Vegula. Karibu. Na tukianzia mkoani Iringa, kuelekea siku ya wanawake duniani, mradi wa Lesti chini ya TAHEA kwa ufadhili wa mradi wa DSW limepeleka elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wananchi wa Tanangozi, kata ya Mseke, wilaya ya Iringa. Kongamano hilo la wazi la kupinga ukatili wa kijinsia limetolewa katika viwanja vya shule ya msingi Tanangozi leo. Akielezea lengo la kampeni hiyo, Hidaya Juma kutoka mradi wa Lesti amesema kuwa lengo ni kupatia elimu wanawake na jamii ya Tanangozi. Kwa siku ya leo tuko kwenye kata ya Tanangozi ya Mseke, kijiji cha Tanangozi, na lengo ni tupo katika kuelekea siku ya mwanamke. Tunaadhimisha pia kwenye hii kata, na kitakachofanyika siku ya leo, tunafanya mdahalo kwa wananchi kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia masuala ya afya ya uzazi. Sambamba na hilo, tutafanya michezo mbalimbali ambayo itasaidia pia kuimarisha afya zao. Kwa leo mambo yatakuwa ni hayo ambayo tunategemea pia wazazi, vijana wataweza kushiriki vizuri, na pia tunaendelea kuhamasisha pia huduma rafiki za afya kwa vijana kama mradi wetu unavyotaka, kuhakikisha kwamba wanawake na wasichana wanapata na kutumia huduma za afya kwa ajili ya ustawi wao na maisha yao. Agnes Msenga ni mmoja wa wanawake walioshiriki tamasha hilo. Ameongeza kwa kusema kuwa elimu hiyo ni chachu kwao kuendelea kuelimisha jamii kwa ujumla. Kupitia siku ya leo, basi tunataka tupambane na mambo ya ukatili ya kijinsia. Wamama wamekuja hapa, tutawapa elimu kuhusiana na mambo ya ukatili wa kijinsia. Tutawaambia nini maana ya ukatili wa kijinsia, kwa sababu wamama wengi hawaelewi nini maana ya ukatili wa kijinsia. Lakini pia wataambiwa aina ya ukatili wa kijinsia, wataelekezwa pia, lakini watatajiwa mambo ambayo sasa yanapelekea ukatili wa kijinsia, lakini tutawaambia pia na athari za ukatili wa kijinsia. Tukisalia mkoani Iringa, mkurugenzi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Idara ya Maendeleo Jinsia, sehemu ya wanawake, Juliana Kibonde amewapongeza na kuwataka kuendelea kuwajumuisha wajane kwenye makundi ya mikopo na majukwaa wezeshi ya uchumi. Juliana amesema hayo katika kikao kazi cha programu ya GEF, yaani kizazi chenye usawa kwa viongozi na waratibu wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi, kata ya Nyololo, wilaya ya Mufindi, mkoani Iringa. Ndani ya sisi wanawake tunakuta tuna wanawake wenzetu wengine ambao ni wajane, si ndio? Je, katika wale wanawake wenzetu wajane ni mnao kwenye vikundi au mmewaacha nyumbani? Mnao kwenye vikundi? Tujipigie makofi. Ni jambo la msingi sana kuwa na moyo wa upendo, kuhakikisha hata wale wanawake wenzetu ambao ni wajane waingie kwenye vikundi. Haijalishi kikundi kiko cha aina gani, lakini tunapowaunganisha na kuwavuta, tunatengeneza nguvu ya pamoja, na kiroho unakuwa umefanya kazi kubwa sana. Kama utamhamasisha mwanamke mjane ambaye anajisikia kukaa peke yake, lakini wewe ukamwona anafaa kuingia kwenye kikundi na ukawa naye, kuna thawabu kubwa ambayo unakwenda kupata. Kwa hiyo tuhakikishe wanawake wenzetu wote waliopo majumbani, awe ni mjane, awe ni nani, hata kama yeye ana sita, mwambie twende kwenye kikundi. Hata kama anasema sina mtaji, mwambie twende kwanza tukajifunze. Kwa sababu kwenye kujifunza ndiko kwenye kupata fursa. Mwingine anajua kusuka hii, lakini kupitia vikundi mimi nikienda pia nitajifunza, si ndio? Kwa hiyo tusio wachoyo kupeana ujuzi mbalimbali.
Kama kikundi fulani kinafanya hiki, kikundi kingine kinaenda kujifunza kinapata nyingine. Na hivi vitu huwezi kuvipata popote zaidi ya kwenye jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi la kijiji chako, kwa sababu tunaamini jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi linaundwa na vikundi vilivyoko ndani ya nini? Linaundwa na vikundi vilivyoko ndani ya nini? Ndani ya kijiji. Kwa hiyo kwenye kijiji chetu tunaweza tukawa na vikundi vya wanawake hata 20. Kikundi kingine kina wanawake 5, kingine kina wanawake 6, kingine 5. Kila kimoja kinafanya shughuli yake. Lakini kinapokutana kwenye jukwaa tunaunganisha shughuli zote wanazofanya wana kikundi. Na ndio sisi serikali tunatamani tuwakute wamama mkiwa ndani ya majukwaa, ili tunapoleta sasa wataalamu wetu tuwakute kama hivi leo. Leo hivi ambapo tumewakuta, tumewaletea wataalamu, na bado hapa tunataka mtaalamu mwingine atufundishe kuhusiana na mikopo ya wafanyabiashara ndogo ndogo ambayo wengi wetu mmesema muijui. Tuipate, tuijue, tuifuatilie nasi tuipate. Na kwa upande wake mkuu wa kitengo cha maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Saida Mgeni, amesema mpaka sasa tayari wamehuisha majukwaa ya uwezeshaji wa wanawake 77 mkoani Iringa. Na katika mkoa tumefanikiwa kuwa na majukwaa kwenye kata zote na halmashauri zote, lakini alikuwa ameundwa ni muda mrefu, kwa ni mwaka wa 3 sasa. Ambacho tunakifanya sasa, tumeanza kuhuisha majukwaa mengine kwa sababu kuna watu waliofariki, kuna watu waliohama na kuna watu waliojiondoa kutokana na changamoto mbalimbali. Lakini sasa tumehuisha kwenye kata 74 na tunaendelea na zoezi la uhuishaji. Mwisho wa mwezi huu, mwezi wa 3, tunatarajia na majukwaa ya wilaya waweze kuwa wamehuisha. Then tuje tuhuishe ile la mwisho la mkoa. Kwa sababu la mkoa linatokana na wajumbe wanaotoka kwenye majukwaa ya ngazi ya wilaya. Na baadhi ya wanavikundi waliopata elimu ya majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi wameeleza faida mafunzo hayo na matarajio yao baada ya mafunzo hayo. Kupitia jukwaa hili tumepata fursa ya kwamba kutambulika biashara zetu. Pia kupitia jukwaa hili tunaweza kupata masoko, kwa sababu mwanzo tulikuwa hatujui masoko tutapata wapi kwa ajili ya mifugo yetu. Kwa hiyo kupitia hili jukwaa la wanawake tunapata masoko ya kuuzia bidhaa zetu. Pia kutambuana na wanawake wenzetu wajasiriamali, kubadilishana mawazo, kubadilishana ujuzi, namna ya kufuga, namna ya kufanya biashara mbalimbali. Vile vile wanawake kuweza kujikwamua kiuchumi, kuwa tu sio mama wa nyumbani. Tumejua kwamba huu umoja, tunajua kabisa wanapotutembelea na wadau mbalimbali kama siku hii ya leo, tayari tunapata wadau wa kuweza kutuinua au kutuonyesha tena mbele, mtazamo chanya mbele. Tukizidi kusalia mkoani Iringa, Umoja wa Wanawake Tanzania UWT wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa, katika kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani 2026, imetoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo vyakula kwa kituo cha kulelea watoto yatima cha Safina City Network kilichopo Mtuvila mjini Iringa, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha upendo na mshikamano wa watoto wenye uhitaji, huku ikitoa wito kwa jamii kuendelea kujenga utamaduni wa kusaidia na kuwajali watu wenye uhitaji. Akizungumza wakati wa zoezi la kukabidhi msaada huo katika kituo hicho, mwenyekiti wa UWT mkoa wa Iringa Zainabu Mwamwindi amesema msaada huo pamoja unalenga kuimarisha mshikamano, upendo na ustawi wa jamii kwa ujumla, huku akihimiza jamii kuendelea kuwa na moyo wa kusaidiana na kuwajali watoto yatima pamoja na watu wengine wenye uhitaji katika jamii. Ninakuombeni sana ndugu zangu, kituo hiki cha Safina Network, kwa leo mtupokee kidogo tulichokuja nacho, lakini naamini kupitia uongozi wa UWT wa wilaya na wa chama chetu cha Mapinduzi tutaendelea kusema, na inawezekana tuna matukio mengi, siku nyingine tena tutafika katika kituo hiki kwa sababu tumeona mazingira yalivyo. Lakini nimefurahi kitu kimoja, watoto ambao wako mbele yangu hapa nimewaona wako na afya njema, watoto ambao wako vizuri pamoja na hali ngumu pengine mlionayo, lakini mnajitahidi sana, na kwa kweli tunawaombea sana. Mungu awabariki. Lakini pia niseme neno kwa watoto pia.
kwa sababu hao wanaelewa zuri na baya, wanalijua. Ni vizuri na nyinyi watoto ambao mpo hapa Safina Network mtambue kwamba hawa ambao wamewazunguka, ambao wanakupeni huduma kila siku, maana yake ndio mama na baba wa hapa, na wanafanya hivyo kwa upendo mkubwa, na wanafanya hivyo kwa kuwathamini kwamba na nyinyi ni sehemu ya familia zao. Muwape ushirikiano wa karibu, muwe wasikivu na nyinyi muwe waelewa na muwe wanyenyekevu. Na pale mnapokuwa mnaonywa umekosea, kufanya kosa si kosa, kosa kurudia kosa. Ukifanya kosa kwa bahati mbaya, mama au kaka au baba akisema anakuonya, chukulia kwamba anakutengeneza uwe safi, anakutengeneza kwa maisha ya baadaye ambayo yeye huyo anayekutengeneza hata kuja kunufaika na wewe. Kwa hiyo mimi nawaombea watoto wangu au wajukuu zangu, Mungu awaongoze kama ambavyo kituo kimewapokea. Hawa vijana tumesikia katika risala yao kwamba wamekuwa kilelewa, wengine miaka 4 amefika mpaka umri wa kujitegemea, na wengine wako vioni, wengine kwa sekondari. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wanajamii kwamba wale vijana ambao tunaona mitaani kama wameshindikana, ni wazulaji, hapana, tuwalete mahali hapa. Kwanza tumeambiwa na nyumba 2. Ile nyumba moja ya maliza muda mfupi ambao wanafanyia ushauri, wale ambao wanasimama vizuri wanakwenda majumbani, lakini ambao bado hawajakaa vizuri wanaendelea kufanya ushauri, lakini mwisho tunaona kwamba wanaletwa hapa wanaelewa. Tumeona vijana kweli wameonyesha kwamba wana uwezo mkubwa sana kama endapo watapata malezi mazuri. Upendo unaoonyeshwa mahali hapa nao umefikia hata wengine kufikia level ya chuo na hata kuweza kujiajiri na kuajiriwa. Kwa hiyo nitoe wito pia hata kwa serikali na hata kwa wanawake, hata kwa wafanyabiashara, waweze kutembelea mahali hapa. Hawa watoto ni wahitaji na ni watoto ambao ni wazuri sana, endapo watapata mahitaji na watalelewa vizuri. Kwa jina naitwa Christian Aloisi Mdongo, nasoma Shabaha kidato cha 4. Na napenda kushukuru kwa niaba ya vijana wenzangu au na watoto kwa ujio wenu na zawadi ambazo mmeweza kutupatia. Mungu awabariki kwa sehemu ambayo mmeweza kutoa, mkapata kubarikiwa na kuzidishiwa zaidi. Mungu awabariki sana kwa kutukumbuka na kwa kutuona kuwa tunafaa. Kamishna msaidizi wa Wizara ya Ardhi Mkoa wa Iringa, Rehema Kilonzi, amesema hadi sasa zaidi ya wanawake 130 wamefanikiwa kupata hati za ardhi kupitia Samia Ardhi Kliniki, huku lengo likiwa kuwafikia watu 300 kabla ya kukamilika kwa zoezi hilo. Kilonzi ameeleza kuwa kliniki ya Samia Ardhi ni mpango maalum unaolenga kuongeza idadi ya wanawake wanaomiliki ardhi, ambapo kwa sasa takwimu zinaonyesha kuwa ni takriban 28% pekee ya wanawake wanaomiliki ardhi. Ndio, katika wiki hili la Samia Ardhi Kliniki katika mkoa wetu wa Iringa, ambapo dhumuni kuu la Samia Ardhi Kliniki ni kutoa huduma kwa wanawake wengi zaidi katika masuala ya ardhi. Na mpaka tarehe 4 mwezi wa 3 2026, tukiwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, aliweza kugawa hati 127 za kina mama. Hati hizo ambazo zinakwenda kubadilisha mtazamo katika jamii, kwa sababu wanawake walionekana wako nyuma katika umiliki wa ardhi na mila na desturi zilivyokuwa zikiwatenga. Lakini kulingana na sheria tulizonazo sasa na sera yetu ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2025, swala la mila na desturi kandamizi limeondolewa. Hivyo sera inawapa usawa wote, wanawake kwa wanaume, kumiliki ardhi. Hivyo Samia Ardhi Kliniki inakusudia kufikisha elimu ya umiliki wa ardhi kwa wanawake wengi zaidi na kuwezesha serikali kufikia malengo yake, kama kauli mbiu ya safari hii ya siku ya wanawake duniani inavyosema, haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya mwaka 2050. Kwa sababu dira inasema kwamba tutakapofika mwaka 2050 basi tuwe na uchumi imara, jamii yenye usawa,
katika nyanja zote. Kwa hiyo hatuwezi kufika mwaka 2050 tukiwa wanawake wako nyuma katika umiliki wa ardhi, kwa sababu tunafahamu sote kwamba umiliki wa ardhi unapoimiliki ndiyo msingi wa maendeleo, kwa sababu shughuli zote za kiuchumi zinafanyika juu ya ardhi. Hivyo swala hili la wanawake kumiliki ardhi ni swala muhimu, kwa sababu litawezesha wanawake kuwa na uhakika katika maendeleo. Kwa upande wake, afisa ardhi halmashauri ya wilaya ya Iringa, Catherine Sharwe, amesema kuwa kampeni hiyo imekuwa mkombozi kwa wanawake kwa kuwa wengi walikuwa hawajui na waliogopa kumiliki ardhi. Kwa mkombozi sana kwa wanawake, kwa sababu kwanza wanawake wengi walikuwa hawajui au wanaogopa, wakiona kwamba wanaweza kupata nafasi ya kumiliki ardhi. Lakini kwa matangazo ambayo tumetoa na elimu ambayo tumetoa, basi kina mama wengi wamejitokeza kwa wingi tangu tulipoanza tarehe 2 mpaka leo tarehe 5, wamekuja kwa wingi, wamepata elimu na mpaka sasa tumeshaweza kuwamilikisha wanawake wengi na wameweza kupata hati zao kuanzia jana, na mpaka Jumamosi tutakuwa na orodha kubwa ya kina mama ambao sasa wanaweza kumiliki ardhi zao kwa mujibu wa sheria. Lakini kupitia kliniki hii tumeweza kutoa elimu, tumeweza kutoa migogoro, na migogoro mingi ambayo tuliipata kwa kina mama ni migogoro ya mirathi. Wengi wajane walikuwa wanaogopa wakiona kwamba labda hawastahili au hawana haki ya kumiliki, lakini tumewapa elimu na migogoro tumeitatua. Tumewapa elimu na upande wa pili ambao walikuwa wanaona wanawake wale hawana haki iko kwa kina baba, iko kwa watoto. Wote tumeweza kuwapa elimu na tunaamini tumetatua kwa kiwango kikubwa. Hatuwezi tukasema tumeimaliza, lakini tumetatua kwa kiwango kikubwa. Na tunaendelea kuwaambia kwamba ardhi kliniki itaisha tarehe 7, lakini ofisi zetu bado ziko wazi. Kina mama waendelee kufika kwa wingi, waje wapate elimu na waje tuwamilikishe vipande vyao vya ardhi kwa mujibu wa sheria. Na tukiendelea kusalia mkoani Iringa, mjasiriamali Rukia Makweta ambaye ni mlemavu anayefanya biashara ya matunda katika eneo la Posta mjini Iringa ameeleza kuwa anakumbana na changamoto kutopata mikopo ya halmashauri kutokana na watu wenye ulemavu kuchukua mikopo na kushindwa kurejesha kutokana na wao kuchukua mikopo bila kuwa na elimu ya biashara kwa ujumla. Huyu hapa ni Francis Godwin ambaye amefanya mahojiano naye kwa kina. Rukia Makweta ambaye amezalishwa watoto wawili na baba tofauti, ni baba moja tu ambaye amekuwa akiwajibika kwa maana ya kuweza kusaidia malezi ya familia, lakini sehemu kubwa Rukia Makweta amekuwa akisomesha watoto wake kwa biashara hii ya matunda, na kupitia biashara hii pia amekuwa akipata faida ndogo ambayo inamwezesha yeye kuweza kuishi. Changamoto kubwa ambayo anahitaji katika maisha yake kwa sasa ili kuweza kuboresha biashara yake, changamoto kubwa ni hii. Changamoto yangu kubwa sana ni mtaji sana. Natamani kufanya vitu vingi sana. Natamani kuuza maboga lishe, natamani kuuza maepo ya kienyeji, maepo ya kisasa. Natamani kuuza matunda tofauti, lakini mtaji wangu mimi yani siwezi, yani naishia tu kufikiria tu kwamba nifanye hivi na hivi, lakini mtaji sina kabisa. Rukia Makweta anafahamu kuhusiana na mikopo inayotolewa na halmashauri 10%, ambapo 4% kwa vijana na 4% kwa wanawake, wakati 2% kwa mtu ama watu wenye ulemavu. Kuhusiana na masuala ya mikopo ya 2% manispaa nafahamu vizuri, na toka ilipoanza mwanzo mipango haikuwekwa sawa. Watu wenye ulemavu wengi waliingia wakachukua ile mikopo kwa vikundi kwa namna kwa walio wengi walishindwa kulipa marejesho, walishindwa. Kwa hiyo na maana kama mtu mmoja amemaliza kwenye kikundi au wawili, wengine hawajamaliza, kinahesabika ni kikundi kizima. Kwa hiyo na maana watu wenye ulemavu wengi Iringa mjini hapa sijui kwingine ni kama wamejiblock wenyewe, kwa sababu walishaingia kwa pupa bila kuwa na elimu nzuri ya mikopo, bila kuwa na kuelewa na elimu ya biashara, bila kuwa na hivyo. Kwa hiyo walishachukua, wameshindwa kurejesha, basi ndio ilikuwa kama tumejifungia wenyewe, tunashindwa tena kwa sababu ya watu wengine hawajamaliza. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidhi Amil amesema serikali inaendelea kuweka mkazo katika kuwawezesha vijana kupata ujuzi wa kisasa
katika sekta ya kilimo ili kuongeza ajira na kukuza uchumi wa nchi. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujasiriamali wa vijana kwa mustakabali wa chakula na kilimo uliofanyika katika chuo cha ufundi stadi VETA Kihonda Morogoro, naibu waziri huyo amesema mradi huo unalenga kuwajengea vijana ujuzi wa vitendo katika teknolojia za kilimo, umwagiliaji na uhifadhi wa mazao baada ya mavuno. Kilimo cha leo si cha jembe la mkono pekee, bali ni kilimo cha teknolojia, thamani na biashara. Hivyo vijana wetu wanapaswa kuandaliwa kwa ujuzi unaowawezesha kushiriki kikamilifu katika mnyororo mzima wa thamani katika kilimo. Uzinduzi wa mradi huu ni hatua muhimu katika kuwawezesha vijana wa Kitanzania kuongeza maarifa na stadi, hususan katika sekta ya kilimo ambayo ni mhimili wa uchumi wa nchi yetu. Mradi huu umejikita katika kujibu changamoto za mahitaji ya ujuzi katika maeneo ya ufundi wa zana za kilimo, teknolojia ya umwagiliaji pamoja na teknolojia za uhifadhi wa mazao. Matumizi sahihi ya teknolojia hizi yataongeza tija katika uzalishaji na kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. Huu mradi unalenga kuwawezesha vijana kupata ujuzi ili waweze kupata ajira na kuona fursa zilizopo katika eneo hili la sekta hii ya kilimo. Tumesema vijana hawa wanaenda kufundishwa katika maeneo matatu. Moja ni ufundi wa zana za kilimo, mbili ni teknolojia ya umwagiliaji, na tatu ni teknolojia ya uhifadhi mazao baada ya mavuno. Vijana ambao wanaenda kupata mafunzo haya na kupata fursa hii tutawawezesha pia mwisho wa siku kuja kuwa na ujasiriamali, lakini pia kutekeleza shughuli katika maeneo ya vijiji, maeneo ya miji ambao wanafanya kilimo, na kutakuwa na wataalamu ambao wa kutosha katika hilo eneo. Kilimo tunachofanya nyumbani ni kilimo cha jembe la mkono. Ndiyo tunapata mazao, lakini kwa kiwango cha chini sana. Sasa kutokana na ujuzi niliopata hapa wa ufundi wa zana za kilimo na mitambo, mimi kama mmoja wa mdau au mnufaika wa huu mradi, naahidi kwamba nikienda nyumbani na mimi nitatoa elimu na ushauri kwa ajili ya mabadiliko ya kutumia zana za kisasa za kilimo kwa ajili ya kupata kipato kikubwa zaidi tofauti na kile kipato cha mwanzo, kwa sababu tangia nasoma chekechea mpaka nafika chuo kikuu mpaka leo hii mimi kilimo ndio kimenikuza, lakini pia kilimo ndio kilikuwa kinanisaidia kwa upande wangu. Na sasa hatimaye tuelekee viwanjani kuelekea mechi ya Dar es Salaam Derby baina ya miamba soka nchini Tanzania, klabu ya Yanga dhidi ya Azam itakayochezwa mwezi huu tarehe 15. Tumezungumza na mchambuzi Lufingo Nziku namna gani anatathmini mchezo huu baada ya michezo miwili hapo jana ligi kuu soka bara ambayo ilimalizika kwa klabu ya Azam kutoka sare kule Mbeya, huku Yanga kupata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya kikosi cha Singida. Lakini ana sare 6. Kuna wakati alama 12 amepoteza. Kuna wakati bora upoteze mechi chache kuliko kusale mechi nyingi. Kwa sababu alama unazodondosha ni alama mechi mbili. Bora ufungwe mechi mbili. Sio sare 6. Usale 6. Maana ukifungwa mechi mbili umepoteza alama 6. Ukifungwa mechi ukisale mechi 6 alama 12. Umedondosha alama 12. Maana yake kuna wakati sare ni bora na kufungwa mechi chache ni bora kuliko kusale mechi nyingi. Lakini nini kinakuja kwenye taswira ipi inakuja hapa ni kwamba Yanga sasa hivi anatamani asipoteze mchezo wote. Ametoka kusale mechi na Simba. Jana amecheza dhidi ya Singida Black Stars. Lakini ana mchezo dhidi ya Prison. Then ana mchezo dhidi ya Azam mwenyewe. Lakini ukiangalia Azam nao tayari mechi mbili mfululizo ana sare. Hapa katikati. Tayari kuelekea mchezo wa tarehe 15 wa Mzizima Derby ana mchezo hapa katikati dhidi ya Dodoma Jiji. Ugenini. Dodoma Jiji ambaye watu wana appreciate alichokifanya dhidi ya Simba. Watu wanaamini alikuwa na uwezo mkubwa kwenye mechi dhidi ya Simba, alikuwa na performance bora sana. Mwalimu alikuwa na mipango mizuri. Sasa
Azam anaendaje kuchomoka kule ni jambo la kusubiri tena. Kwa hiyo unakuta kila mmoja anaangalia uafadhali wa kwenda kumfunga mwenzake siku ya tarehe 15 kutengeneza gap. Azam anachokutana nacho sasa hivi ni kwamba sare anazipata nyingi, alafu dhidi ya timu ambazo watu wanaamini Azam walikuwa wanatakiwa kushinda. Timu za daraja la kati kabisa. Daraja la kati. Sasa ili atengeneze winning mentality, anatakiwa kwanza aanze kumalizana na hawa wakubwa. Hawa ndo ambao wanakushikia nafasi. Kuna wakati hawa ndo ambao wanatengeneza gap. Kwa sababu wewe wakati unasale na hizi timu za daraja la kati, wenzako kwenye hizi timu wanashinda. Sasa wakiwa wanashinda kwenye hizi timu, maana yake wewe kuja kuwafunga hawa tena inaweza kawa shughuli. Ukishindwa kuwafunga, maana yake tayari umeshindwa kuendana na kasi ya ligi. Ndio kitu ambacho Azam anaweza akawa anakutana nacho sasa hivi. Naam, taarifa hiyo ya michezo inatufungia habari zetu kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muhtasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari leo, na huu ni muhtasari wake. Lesti wafanya kongamano la wazi kupinga ukatili wa kijinsia Tanangozi. Masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia masuala ya afya ya uzazi. Sambamba na hilo, tutafanya michezo mbalimbali ambayo itasaidia pia kuimarisha afya zao. Kampeni ya Samia Ardhi Clinic yawa ukombozi kwa wanawake mkoani Iringa. Tangazo ambayo tumetoa na elimu ambayo tumetoa, basi kina mama wengi wamejitokeza kwa wingi tangu tulipoanza tarehe 2 mpaka leo tarehe 5, wamekuja kwa wingi, wamepata elimu. Na katika michezo, mchambuzi wa soka Lufingo Nziku aeleza dabi ya Dar baina ya Azam na Yanga itakayochezwa Machi 15. Kinakuja kwenye taswira ipi inakuja hapa ni kwamba Yanga sasa hivi anatamani asipoteze mchezo huo. Naam, kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majinge. Nami naitwa Frank Vegula. Tunakusii uendelee kutufuatilia katika mitandao ya kijamii ambayo ni Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kwa jina moja la Matukio Daima. Fundi Mduba, haya matofali umenunua wapi? Mbona ni laini kama biskuti? Mkeo huyo alisema nijenge kwa tofali za block, ila hakusema ninunue wapi. Aise, fundi hizi sio tofali imara. Twende nikupeleke Kadege Block Kiesa pale. Twende wote, maana hata mimi wanasikia na wengi wanasifia tofali zao, ni kiwango mume wangu. Kadege Block ni watengenezaji wazuri wa tofali za block aina zote, kuanzia tofali inchi 4, inchi 5 na inchi 6. Pia ni wataalamu wazuri wa kutengeneza paving, cobblestone, luvasi na masterface za kisasa, bila kusahau huduma ya kusogezewa mchanga, kokoto na mawe. Sisi ndio kazi zetu kwa uaminifu mkubwa. Tupo Kihesa Mwachanga na Kigonzile geti jeusi darajani, na kwa Kilosa tunatazamana na kwa Kilosa sekondari. Tupigie simu namba 0756635380 au 0711920289. Asante sana mume wangu, kweli umeonyesha upendo mkubwa kwangu na familia. Ndio maana hakuna mama mwenye gari, mama bora ni mama mwenye nyumba. Familia bora ni nyumba imara, na nyumba jenga na Kadege Block Kiesa. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima
na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Nilipoonja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa, tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri, uwapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo Iringa, furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge, hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge, hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni Comfort Zone.